Like video hii alafu subscribe. Kabla ni kujuze yote, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Jua lilikuwa bado halijazama kabisa katika anga la kusini mwa Lebanon mnamo Juni 6, 2026 wakati sauti za ndege za kivita zilianza kusikika juu ya miji na vijiji vilivyokuwa tayari vimechoshwa na miezi ya vita. Watu wengi walikuwa wakiamini kuwa makubaliano mapya kusitisha mapigano yaliyofanyika siku chache zilizopita yangerejesha utulivu uliokuwa umepotea, lakini matumaini hayo yalikatizwa ghafla na milipuko mikubwa iliyotikisa eneo la Nabatil hadi Majlun na kufungua ukurasa mwingine wa huzuni katika mgogoro unaoendelea kati ya Israeli na Lebanoni. Katika barabara inayounganisha mji wa Nabatil na Majlun, gari la jeshi la Lebanoni lilikuwa likisafiri kama kawaida. Ndani yake walikuwamo maafisa wa jeshi waliokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kila siku katika eneo ambalo limekuwa mstari wa mbele wa mapambano kwa miezi kadhaa. Ghafla kombora lilitoka angani, liligonga gari hilo kwa nguvu kubwa na kuligeuza kuwa kifusi kilichoteketea kwa moto. Dakika chache baadaye taarifa za kwanza zilianza kusambaa. Jeshi la Lebanon lilithibitisha kuwa brigadia jenerali mmoja, kapteni mmoja na mwanajeshi mwingine walikuwa wameuawa katika shambulio hilo. Vifo vya maafisa hao vilizua mshtuko mkubwa nchini humo, hasa kwa sababu walikuwa wanatoka katika jeshi rasmi la taifa badala ya makundi ya wanamgambo. Picha zilizosambazwa na jeshi la Lebanoni zilionyesha wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu na vikosi vya uokoaji wakizunguka mabaki ya gari hilo lililoharibika vibaya. Vipande vya chuma vilitapakaa barabarani huku moshi ukiendelea kupaa angani. Kwa wakazi wa eneo hilo ilikuwa picha nyingine ya kutisha katika vita ambavyo vinaonekana kutokuwa na mwisho. Kana kwamba hilo halikutosha, mashambulizi mengine yalifuatia katika kijiji cha Saksaklia. Huko mabomu ya anga yaliporomoka katikati ya makazi ya watu na kusababisha vifo vya watu 6 huku wengine 4 wakijeruhiwa. Vilio vya majeruhi na ndugu zao vilisikika katika mitaa iliyokuwa imejaa vifusi na majengo yaliyoharibika. Rais wa Lebanoni Joseph Aoun alijitokeza haraka kulaani tukio hilo. Kwa sauti kali alieleza kuwa shambulio dhidi ya jeshi la taifa lake lilikuwa ukiukwaji mkubwa wa mamlaka ya Lebanon pamoja na sheria za kimataifa. Kauli yake ilionyesha hasira ya serikali ambayo tayari imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kiusalama. Aoun alionya kuwa kuendelea kwa mashambulizi hayo kuna tishia juhudi zote zinazolenga kurejesha amani kusini mwa nchi ya Lebanon. Alisema eneo hilo tayari limebeba mzigo mkubwa wa vita, uhamasishaji wa watu na uharibifu wa miundombinu, hivyo hatua mpya ya kijeshi zinaweza kuzamisha nchi katika mgogoro mkubwa zaidi. Jeshi la Lebanon nalo halikuficha msimamo wake. Katika taarifa yake lilisema mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli yanalenga kuvuruga juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, kusitishwa kwa mapigano kunapaswa kuandamana na kuondoka kwa vikosi vya Israeli katika maeneo ya Lebanon ambayo bado yanashikiliwa. Upande wa Israeli ulitoa maelezo tofauti kabisa. Jeshi la Israeli lilithibitisha kufanya shambulio hilo, lakini likasema lilikuwa likilenga gari lililoonekana kutenda shughuli za kutia mashaka karibu na eneo ambalo wanajeshi wake walikuwa wamejipanga. Kwa mujibu wa jeshi hilo, kulikuwa na taarifa za kiintelijensia zilizoonyesha kuwa wapiganaji wa Hezbollah walikuwa wakijiandaa kutekeleza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israeli kutoka eneo hilo. Hivyo shambulio hilo lilielezwa kuwa sehemu ya operesheni ya kujilinda dhidi ya tishio lililodaiwa kuwa lilikuwa karibu. Israeli ilisisitiza kuwa vita vyake vinaelekezwa dhidi ya Hezbollah na si dhidi ya jeshi rasmi la taifa la Lebanoni. Hata hivyo, maelezo hayo hayakutosha kuondoa hasira iliyozuka Beiruti na katika maeneo mengine ya Lebanon baada ya maafisa wa kijeshi kuuawa. Wakati mvutano huo ukiendelea, jeshi la Israeli lilitangaza pia vifo vya wanajeshi wake 2 kusini mwa Lebanon, ingawa halikufafanua tarehe walizokufa. Tangazo hilo lilionyesha kuwa mapigano bado yanaendelea kusababisha hasara kwa pande zote mbili licha makubaliano ya kusitisha vita. Makubaliano hayo mapya yalitangazwa mjini Washington nchini Marekani baada ya juhudi za upatanishi zilizoungwa mkono na Marekani. Serikali ya Lebanon ilikuwa imeonyesha utayari wa kuyakubali, ikiamini kwamba yangesaidia kuzuia kuenea zaidi kwa vita. Hata hivyo, changamoto kubwa imekuwa msimamo wa Hezbollah
Kundi hilo lenye ushawishi mkubwa wa kijeshi na kisiasa nchini Lebanon limekataa kusitishwa kwa mapigano, jambo ambalo limefanya hali ya usalama kuwa tete zaidi. Katika miezi ya hivi karibuni, vikosi vya Israeli vimeendelea kusonga mbele ndani ya ardhi ya Lebanon. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa vinathibitisha sehemu kubwa ya kusini mwa nchi hiyo, kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mwisho mwa uvamizi wa Israeli miaka 1982 hadi mwaka 2000. Tangu vita vipya vilipoanza Machi 2, 2026, baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israeli, mamia ya mashambulizi ya anga na ardhini yamefanyika. Kila siku imekuwa ikiongezeka idadi ya waliouawa na kujeruhiwa. Taarifa zilizotolewa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 3500 wamepoteza maisha nchini Lebanon tangu kuanza kwa mapigano hayo. Idadi hiyo inajumuisha raia, wapiganaji na wanajeshi kutoka pande mbalimbali za mgogoro. Zaidi ya hayo, watu zaidi ya milioni 1 wamelazimika kuyahama makazi yao. Familia nyingi zimekimbia vijiji vyao, huku zikibeba mali chache walizoweza kuokoa, zikienda kutafuta usalama katika maeneo mengine ya nchi. Shule, hospitali, barabara na miundombinu mingine muhimu imeathirika vibaya. Katika baadhi ya maeneo, maisha ya kawaida yamesimama kabisa, huku wananchi wakihofia mashambulizi mapya kila siku. Kwa upande wa Israeli, mapigano hayo pia yameacha majeraha makubwa. Takriban wanajeshi 31 wa Israeli pamoja na raia 3 wameuawa tangu vita vilipozidi kupamba moto mwaka huu. Lakini nyuma ya milio ya mabomu kuna vita vingine vya maneno vinavyoendelea. Siku moja kabla ya mashambulizi hayo, viongozi wa Lebanon walitoa kauli kali dhidi ya Irani, mshirika mkuu wa Hezbollah. Rais Ahn pamoja na serikali yake walisisitiza kuwa Lebanon haipaswi kutumiwa kama chombo cha mazungumzo au karata ya biashara katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Teherani na Washington. Katika kauli hiyo ilizua majibu makali kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. Kupitia ujumbe wake, alikosoa vikali viongozi wa Lebanon kwa kuilaumu Irani badala ya kuelekeza lawama kwa Israeli. Araghchi alisema kuwa mtu angeweza kudhani Irani ndiyo iliyovamia sehemu ya Lebanon, kuhamasisha mamia maelfu ya wananchi na kuishambulia nchi hiyo kila siku. Kauli hiyo ilionyesha jinsi mgogoro wa Lebanon ulivyojikita katika mvutano mpana wa kikanda. Katika miaka mingi, Irani imekuwa ikiunga mkono Hezbollah kwa fedha, mafunzo na silaha. Uhusiano huo umeifanya Lebanon kuwa moja ya maeneo muhimu katika ushindani mkubwa wa kimkakati kati ya Irani, Israeli na washirika wao. Wachambuzi wengi wanaonya kuwa ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yatashindwa, eneo lote la Mashariki ya Kati linaweza kushuhudia mzunguko mpya wa vita. Tayari migogoro inayohusisha Irani, Israeli, Gaza na Lebanon imeunganika kwa namna ambayo inafanya suluhisho kuwa gumu zaidi. Katika vijiji vya kusini mwa Lebanon, wananchi wa kawaida ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi. Wengi wao hawajali siasa za kimataifa. Wanachotaka ni usalama, nyumba zao na maisha ya kawaida kurejea. Lakini kila mara matumaini yanapoonekana kuanza kuchipuka, mlipuko mwingine husikika angani na kushambulia na kuwakumbusha kuwa amani bado iko mbali. Mashambulizi ya Juni 6 yameonyesha jinsi kusitishwa kwa mapigano kunavyoweza kuwa dhaifu katika mazingira ambayo hakuna upande unaoamini kikamilifu mwenzake. Hivyo, wakati viongozi wa dunia wakizungumza kuhusu diplomasia na makubaliano, familia nyingi nchini Lebanon zinaendelea kuishi chini ya kivuli cha vita. Kwao, swali kubwa ni nani atashinda mgogoro huu?